Mwenyekiti, naomba kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi ya kusimama ndani ya bunge hili tukufu, lakini nishukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amefanikiwa kuleta maendeleo makubwa katika jimbo linaloliwakilisha, jimbo la Buchosa. Nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Waziri wa Mipango na Uwekezaji, pamoja na timu nzima alionayo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na timu yote ya wizara kwa kazi ambayo inaendelea kufanyika katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imepita kwenye changamoto na inaendelea kupita kwenye changamoto za uchumi, lakini bado naamini kwamba nchi yetu iko salama na uchumi wetu bado uko imara. Pamoja na changamoto zote ambazo dunia inapitia, tumefanikiwa, uchumi wetu umekuwa rated na Moody's kwamba uko kwenye B+ na GDP yetu inakuwa kwa asilimia kuelekea karibia 6%, na debt to GDP, uwiano wa deni letu na kwa pato la taifa ni 48%. Inflation yetu ni 3%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ambavyo dunia inateseka sasa hivi, hii ni hatua kubwa sana. Tuna kila sababu ya kujivuna kama Watanzania. Tumefanikiwa kusimama imara, tumefanikiwa kuwa na uchumi resilient pamoja na changamoto zote ambazo dunia inapitia. Naomba nipongeze sana waheshimiwa wabunge na Watanzania wenzetu kwa jambo hili kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Kabudi aliwahi kuniambia kwamba hapa bungeni lazima uendelee kusema na kusema na kusema bila kuchoka. Hatimaye siku moja tutasikika na mabadiliko yatakuja. Na mimi nilikubali na nikasema nitaendelea kusema kila siku, tarudia kusema jambo hata kama nile ile kila siku mpaka mambo yabadilike. Nilizungumza kuhusu hepatitis, mambo yamebadilika, fedha nyingi zimetolewa, bilioni 38 kwa kununua chanjo. Nilizungumza hapa sana kuhusu sheria ya manunuzi ikabadilika. Tukazungumza kuhusu mambo ya coding kwenye Wizara ya Elimu, coding kaingizwa kwenye mtaala. Kwa hiyo kumbe nimejifunza hapa ndani ni kuendelea kusema bila kuchoka. Na hilo mimi nimeamua kulifanya katika muda wote ambao nitakuwa hapa bungeni. Nawashukuru sana wananchi wa Buchosa kunipa heshima ya kuwa mbunge wao, na niendelee kuiomba serikali ikamilishe ujenzi wa barabara ya lami ambayo tumeanza. Hatujawahi kuwa na lami Buchosa, lakini safari hii Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru sana serikali. Kwa mara ya kwanza wananchi wanashuhudia Wachina wanafanya kazi usiku na mchana kujenga lami jimboni kwetu. Nikumbushe pia kuhusu kivuko chetu cha Kome Nyakaliro. Tumepungukiwa bilioni 1.6 tu. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tukumbuke kivuko hiki kiweze kukamilika, wananchi waanze kukitumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, natazama nchi yangu kwa sasa, naona kama tunaenda kwenye jambo moja inaitwa economic austerity. Mimi sio mchumi, lakini nimelisoma mahali economic austerity, mahali ambapo hali ya uchumi inakuwa ngumu. Mzee Mkapa aliita hali hiyo ukata alipoingia madarakani. Ni kweli tumepanga bajeti nzuri, ni kweli tumetegemea kutumia trilioni 62. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninavyoangalia, ninavyosikia na kufuatilia, naona kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kuwa na nakisi kubwa sana ya bajeti, kwamba pengine tunasifikia kiwango hicho, kukusanya kiwango cha fedha ili tuweze kutimiza malengo yetu katika bajeti hii. Nafurahi kwamba bajeti hii kwa mara ya kwanza imenionyesha dira ya kwamba iko siku nchi yangu inaweza kujitegemea bila kutegemea wazungu. Jambo hili limekuwa ndio langu la muda mrefu. Nimeshazungumza hapa ndani mara nyingi, sema nchi hii ni tajiri sana kuendelea kutegemea wazungu. Tuna utajiri mkubwa mno. Tunaweza kutumia rasilimali zetu, tusimtegemee mtu yoyote. Bajeti hii, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, asante sana, umenionyesha kwamba kumbe inawezekana sisi wenyewe tukatumia vyanzo vyetu vya ndani na tusimtegemee mtu yoyote katika maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao hiki, Tanzania napenda kuona inatumia vyanzo vyake, inatumia sekta zake za uchumi kuleta maendeleo. Nishazungumza jambo hilo mara nyingi, narudia tena leo. Tamaa yangu Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuona nchi yangu inatumia utajiri wake kuongeza pato la taifa. Mchango wa sekta za uchumi kwenye nchi yangu umekuwa mdogo sana. Sekta ya kilimo kwa mfano,
Sekta ya kilimo kwa Tanzania inachangia 20% ya pato la taifa mpaka 24%. Kenya wanachangia 22.5%. Uganda wanachangia 26.2%. Lakini sisi tuna ardhi kubwa sana kuliko nchi zote hizi. Ukubwa wa ardhi yetu sisi ni kilomita za mraba 945. Na inaweza kulimika arable land 335. Wenzetu wana ardhi ndogo, lakini mchango wao kwenye pato la taifa kwenye kilimo ni mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, natamani kuona kilimo cha nchi yangu kinachangia pato zaidi ya 20%, ili hatimaye mwisho wa siku pato likiwa kubwa la kilimo tuweze kuwapunguzia watu wetu kodi ambayo tunawatoza leo, kwa sababu tukipata pato kubwa kwenye kikapu chetu, hatimaye tuweze kuongeza compliance ya watu kulipa kodi zao kwa hiari. Ukiachana na sekta ya kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta yetu ya mifugo, Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa mifugo ikiongozwa na Ethiopia. Lakini mchango wa mifugo katika pato la taifa kwa Tanzania ni 6.2% tu. Uganda ni 24.6% na Kenya ni 12%. Unaona kama mchango wa mifugo ni mdogo. Namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameamua kuchanja mifugo yote katika nchi yetu tangu sasa, ili mifugo yetu ikubalike kuuzwa nje ya nchi. Kwa kufanya hivi, pato letu na mifugo litaongezeka. Upande wa uvuvi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna maji mengi kuliko Uganda, tuna maji mengi kuliko Kenya, lakini mchango wa uvuvi kwenye pato la taifa ni kwa Tanzania ni 1.7%. Kwa wenzetu Kenya ni 0.8% na Uganda ni 2%. Kwa hiyo kila sababu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kuhakikisha kwamba sekta za uchumi zinachangia pato la taifa. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, TRA wanajitahidi sana kukusanya fedha, na wapongeza TRA wanajitahidi kadri ya uwezo kukusanya fedha, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna upotevu mkubwa sana wa mapato. Nimesimama leo hapa kuomba sheria zetu tulizotunga za kudhibiti wizi katika nchi hii zitumike. Nimeshazungumza mara nyingi na rudia leo. Vinginevyo utakusanya fedha alafu zitavuja. Naomba tuimarishe taasisi zetu. Tuimarishe taasisi katika nchi yetu badala ya kuimarisha watu. Huko chini inawezekanaje waziri mkuu akaenda Manyoni akakuta kuna wizi umetokea, pale kuna DC, kuna TAKUKURU hawajaona. Tuna kila sababu ya kuimarisha usimamizi wa sheria na watu wote wanaokwenda kinyume washughulikiwe ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naelekea mwisho, maana najiandaa kuligongea kengele. Nataka kusema hivi, kama hatutaimarisha taasisi zetu, tutaendelea kufanya hivyo, lakini watu wanaendelea kuiba na kuiba na kuiba. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania wanataka kushikilia uchumi wa nchi yao. Nchi hii 70% ya watu wetu ni vijana, lakini hebu tazama data hii, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tanzania kwa kubeti katika Afrika ni nchi ya 5. Tanzania kwa unywaji wa pombe katika Afrika ni nchi ya 3. Inaongoza Burkina Faso, Uganda, afu Tanzania. Hizi sio sifa nzuri kwa nchi. Tufanyeni kile kinachowezekana, tuwaondoe vijana wetu kwenye betting, tuwaondoe vijana wetu kwenye matumizi ya pombe na vilevi, tuwapatie ajira, tuwafungulie milango ya kujifungulia, kujiendeza wao wenyewe. Hawapendi na hawataki kuona kwamba wanakuja watu wageni wanachukua kila kitu, wao wanabaki pembeni. Wanatamani wao kama Watanzania, kama ndivyokuwa lengo la wazee wetu wa mwanzo kutafuta uhuru wa nchi yetu kwa maana na maskini, vijana wetu wanatamani na wao washikilie uchumi wa nchi. Mambo makubwa matatu ya kufanya. Kuna jambo moja kubwa sana. Kwa hiyo sisi tuna tofauti zetu hapa kama Watanzania, kuna watajiri, kuna maskini. Lakini mwisho wa siku tunahitaji usawa kwenye pato la taifa. Wote tupate kwa usawa. Asiwe mtu wa kuacha pembeni. Kila mtu ajumuishwe kwenye swala hili. Kwa hiyo bila Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii iwakumbuke Watanzania. Kujiulize bajeti hii asilimia ngapi inabaki nyumbani? Tunaweza kupatia fedha zote hizi, lakini asilimia 70 kaenda nchi za nje kwa wenzetu. Hawa tunawapelekea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nao taarifa kwamba asilimia 70 ya bajeti ya ujenzi huwa inaenda kwenye nchi moja, siwezi kuitaja. Lakini hapa nyumbani kuna wakandarasi wengi, walipo fedha zao kwa wakati wasiendelee kufilisika. Kwa hiyo bajeti hii tulionao, Mheshimiwa Mwenyekiti, isaidie kubaki nyumbani. Hapa sisi ni nyumbani kwetu, tutabaki hapa, hatutaondoka. Hawa tunawapa fedha hizi wataondoka, watatuachia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti na wabunge wenzangu, naombeni sana katika misimamo yetu, na waziri wa fedha ni waziri mzalendo, Mheshimiwa waziri wa mipango ni waziri mzalendo. Simamieni Watanzania wasikae kando ya uchumi wao. Baada ya Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niombe wazazi wa taifa hili
walee watoto wao vizuri, wasiachie watoto serikali. Tukilea watoto wetu vizuri, tutakuwa na watoto wazuri, wataleta sifa kwa taifa na sifa kwa ulimwengu, na watapeleka nchi yetu mbele. Waziri wa Fedha, waziri wa Elimu, na kuomba wafundishe vijana wetu, wape elimu ya kuwasaidia kupambana katika ulimwengu ujao. Bila hivyo hatutaweza kufikia malengo tuliyojiwekea mwaka 2050. Mungu wa mbinguni awabariki sana, naunga mkono hoja. Asante sana.